Mtazamaji, kila tunaposherehekea sikukuu ya Krismasi, watu wengi hujiuliza maswali kuhusu chanzo cha sherehe hii ya tarehe 25 Disemba katika Ukristo. Siku hii ina historia tangu karne ya 3 ya Falme za Dunia. Mwanahabari wetu Mike Kagwongo alitangamana na wanahistoria na maaskofu wa kanisa kuelewa chimbuko halisi la sikukuu hii inayozingatiwa zaidi duniani na kuandaa makala yafuatayo. Naam, huenda watu wengi wakawa na maswali si haba, ni vipi na ni lini sikukuu hii ya Krismasi ilianzishwa? Ila swali hilo lina ugumu wake. Kwa bahati nzuri, tuko hapa kudadavua na wale wadadisi ambao wamehekimika watufahamishe chimbuko kamili na mwanzo wa sikukuu hii ya Krismasi. Andamana nasi. Ingawa historia hii inapanda shuka zake, tunaweza kudhani kuwa asili ya Krismasi na kuzaliwa kwa Yesu Kristo zilitagusana tangu karne ya 3 au ya 4 ya Falme za Dunia. Lakini Biblia haisemi siku au majira ambayo Mariamu mama wa Yesu alimzaa Mwokozi huko Bethlehemu. Je, Disemba 25 ndiyo tarehe ambayo inarejelewa kama siku ya kuzaliwa kwake? Je, siku yake ya kuzaliwa iliadhimishwa na Wakristo wa awali? Inakisiwa kuwa watu wachache walionekana kusherehekea Krismasi wakati wa karne 3 za kwanza za historia ya kanisa, na wale waliofanya huenda hawakutambua kile ambacho siku ya Disemba 25 ilimaanisha. Msimu wa sherehe unapoendelea kwa kukumbatia mapambo yanayometameta na nyimbo za kusisimua, tumeangazia kuchunguza siku za nyuma ambazo zilizaa sikukuu hii inayoangaziwa zaidi duniani ya Krismasi. Kwa hiyo, kuna nadharia nyingi kuhusu jinsi na lini Disemba 25 ilikuja kuadhimishwa kama siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa mujibu wa wanahistoria, kanisa la Kikristo lilichagua kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa mwanzilishi wake mnamo tarehe 25 ya Disemba ili kuhamisha ibada ya wapagani kutoka kwa jua hadi kwa yeye aliyeitwa Jua la Haki. Okay. Ken Kim ni mwinjilisti katika kanisa la Mungu humu nchini. Anasema kwa mujibu wa historia na maandiko matakatifu, binadamu wa kwanza kuitawala dunia maarufu kama Nimrod, baada ya kuaminika na wanadamu kutokana na uhodari wake wa uwindaji, aliibuka na kuwa mtawala aliyeagiza ujenzi wa mnara wa Babeli, ambao ulipelekea sifa yake ya kuwa mfalme aliyemwasi Mwenyezi Mungu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 10 mstari wa 9, hata Biblia inamtambua alikuwa anaitwa Nimrod, mtoto wa Kushi. Na Nimrod akawa ni mtu hodari sana kwa kuwinda. Nimrod akafanya mambo yake na akaweza kuwinda wale wanyama wa mwituni na wakamsogea mbali mwanadamu wa wakati ule, na akaweza kufanikiwa kuwaondoa wanyama wakae mbali. Hapo ndipo mwanadamu akatimiza ahadi yake na kumfanya Nimrod kama mfalme. Imeandikwa katika kitabu cha Yeremia 52 mstari wake 31, nikinukuu: hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yehoyakini mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12 siku ya 25 ya mwezi, Evil-Merodaki mfalme wa Babeli, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, akamuinua kichwa chake Yehoyakini mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Mwisho wa nukuu. Nabii Yeremia aliandika kitabu hicho zamani kabla ya Yesu kuzaliwa. Taifa la Babeli lilikuwa na desturi ya kuweka huru wafungwa katika siku hii ya kuzaliwa kwa Tammuz tarehe 25 Disemba. Enzi hizo haikuwa inaitwa Krismasi. Sasa je, Tammuz ni nani? Baada ya mfalme Nimrod kufariki, mkewe aliyeitwa Semiramis inadaiwa alibeba mimba nje ya ndoa.
Ili kuficha kitendo hicho cha mke wa mfalme kubeba mimba wakati mume wake amefariki, akatunga uongo kuwa mume wake hakufa ila alibadilika kuwa jua. Hivyo mionzi ya jua wanayoiona ndiyo iliyomdunga mimba. Na kulingana na maelezo yake akasema roho za mume wake ambaye ni Nimrodi ziliweza kumvisit ama kumkujia nyakati za usiku, na akawa ni mjamzito, na sasa amebeba ujauzito wa mtoto ambaye atakuwa ni mtawala wa ule utawala. Hapo sasa ndipo kiini cha Krismasi ama sikukuu inayotambulika sana kama Krismasi, na akazaliwa mtoto wa kiume. Ken Kim anasema imani yao ilienda mbali zaidi hadi kuamini kuwa tendo la Semiramis kuzaa na Mungu jua, yeye pia ni Mungu mke, na mtoto wao Tammuz akaitwa Mungu mwana. Kuanzia kipindi hicho, wapagani wa Babeli waliiweka tarehe 25 mwezi wa 12 kuwa sherehe kubwa ya kuzaliwa kwa Mungu mwana Tammuz. Yeremia 10 mstari wa 2 hadi mstari wa 5 utakuta kwamba zile sherehe zilikuwa zinafanyika wakati ule, na kwamba Biblia inasema ya kwamba walikuwa wanakata mti msituni, unapambwa na fedha na dhahabu, alafu wanaanza kuabudu. Kwa kuwa Biblia haina maelezo yoyote juu ya Wakristo kusherehekea sikukuu ya Krismasi, inabidi turudi kwenye historia ya kanisa ambayo inaweza tu kuthibitishwa na vitabu vya kumbukumbu za kanisa lililofanya mabadiliko hayo. Tutakumbuka kuwa baada ya Yesu kufufuka na kupaa kwenda mbinguni, mitume walipata misukosuko mikubwa juu ya kupeleka Injili katika mataifa yaliyokuwa na desturi za ibada ya kipagani. Moja ya desturi za ibada kinzani ilikuwa desturi ya ibada za kipagani za dola ya Rumi. Wasomi wa historia wanasema baada ya miaka mingi kupita, karibia zaidi ya miaka 300, mfalme Konstantino wa dola ya Kirumi aliyekuwa na abudu jua aliokoka na kuwa Mkristo, lakini hakutaka kuacha desturi za ibada za kipagani na kuifanyia sherehe miungu yake. Hivyo akaamuru sherehe ya kuzaliwa Mungu mwana Tammuz iendelee kusherehekewa, ila Wakristo waambiwe kuwa ni siku ya kuzaliwa Yesu Kristo. Wakati huo ulikuwa ni utawala wa Emperor Constantine, ndiye alikuwa the Emperor of Rome. Wakati huo mambo ilikuwa ni kanisa inajumuisha pamoja na pia masuala ya kisiasa kidogo. Katika kipindi hicho cha mageuzi ya Rumi, ikiwa wakati mchakato wa kutafuta mwafaka kati ya wapagani na Wakristo, ndipo kanisa la Rumi, yani Roman Catholic, lilianzishwa rasmi. Kwa mujibu wa kitabu cha The Compact History of Roman Catholic Church, ukurasa wa 30, imeandikwa nikinukuu: hiyo ilikuwa hatua ya kwanza tu. Konstantino alipokuwa mfalme pekee mwaka wa 324 AD, alianza kuunga mkono Ukristo kwa bidii, akiona hatua hiyo kama nguvu mpya ya kuunganisha watu ndani ya milki ya Kirumi, ikichukua nafasi ya miungu ya Kirumi. Konstantino alijenga makanisa, alipitisha sheria za kuheshimu Jumapili, Krismasi na sikukuu zingine za Kikristo. Mwisho wa nukuu. Askofu George Mechumo wa ACK Dayosisi ya Bungoma anasema kabla ya Konstantino kubuni siku ya tarehe 25 kuwa sikukuu ya kuzaliwa kwa mwana wa Mungu, Wakristo walikuwa na siku zingine walizopendekeza kuwa sikukuu, ila mfalme huyo akatoa amri inayofuatwa hadi leo. Mambo haya aliyafanya, hata mojawapo ya masuala ni ya kwamba yeye ndiye aliidhinisha siku ya 25 kuwa ndiyo siku ya ibada za kuadhimisha kuzaliwa kwake Yesu Kristo kila mwaka. Na sisi tulikuwa tunapingana kati ya siku tatu. Kulingana na utafiti ni ya kwamba walikuwa wanafuata jua linachomoka na kuweza kutua wakati gani. Sana sana tarehe hiyo ilitulenga kama tarehe 25 au tarehe 27 au tarehe 6 mwezi wa Januari. Lakini sasa kwa sababu ya kuteta hivyo, ndipo Emperor Constantine akasema sasa mtaadhimisha tarehe 25, na ndipo tukaanza kufata ule utaratibu mpaka sasa hivi. Historia pia inaeleza kuwa katika kipindi hicho cha kuingiza mapokeo kanisani,
wakati Rumi ya kipagani inageuka kuwa Rumi ya Kikristo, kwa masharti ya wafalme kuingia na desturi za ibada zao zilizokuwa zinapingana na desturi za ibada au maagizo ya Mungu, vilizuka vita nyingine kati ya Wakristo waliosimamia ukweli wa Biblia na Wakristo wa Rumi. Inaaminika kuwa mti wa Krismasi unaotumika leo katika maadhimisho hayo pia ulitumiwa na wapagani wa kale katika maadhimisho ya siku ya kuzaliwa Tammuz wa Babeli na kuzaliwa upya kwa jua katika kipindi cha solistasi ya majira ya baridi. Maswali ambayo Wakristo wengi wanaendelea kujiuliza ni je, kwa nini Mungu hakuona haja ya kuwa na siku au tarehe ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo ili mitume na Wakristo wa kwanza waiadhimishe? Kama kweli kuna haja ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kwa nini isiwekwe tarehe na mwezi mwingine badala ya tarehe 25 Disemba, mapokeo ya ibada za miungu? Jambo hili ni nzuri kwa sababu linatufanya ya kwamba tunakuwa na uaminifu na subira katika Kristo Yesu. Ukisoma kitabu cha Yeremia 51 ukasoma mstari wa 6, mstari wa 7 hadi mstari wa 9, Biblia inasema tokeni Babeli. Tokeni Babeli. Sasa hivi hatuwezi kwamba huwa tunaambiwa tutoke katika mji wa Babylon. Babylon sasa hivi ni nchi ya Iraq. Hakuna binadamu wanaambiwa watoke kule, lakini wanaambiwa watoke kwenye ile ibada, ikiwemo sasa kuanzishwa ama ibada ya Krismasi ambayo iko na asili ya ibada ya sanamu. Nabii Isaya alivuviwa kuandika katika Isaya 58 mstari wa 1, nikinukuu: piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Mwisho wa nukuu. Mimi ni Mike Kagwango, TV 47.